Licha ya Sandra kumwambia John kwamba ana ujauzito wake, lakini John ameonyeshwa kufurahi sana. Kabla tujaendelea, nisaidie kubonyeza neno subscribe hapo chini ya video kama haujasubscribe kwenye channel yetu. Pia like video, andika maoni yako, unaitazama Love Me Again ukiwa nchi gani, ukiwa sehemu gani. Utakuwa umetisha sana. Usisahau kushare kama utakuwa umependezwa na hii tamthilia ya Love Me Again kutoka kwa Sandra Official. Bwana, kawaida ya vitu vingi ama kawaida ya situation ambayo yuko nayo John, isingekuwa rahisi sana kuweza kuingiza mambo mengine kwa upande wake. Yaani isingekuwa vizuri sana mtu aje aingize mambo mengine tena kwa upande wake, kwa maana jambo alilokuwa nalo, jambo analolipitia kwa sasa, hali ambayo anaipitia kwa sasa, ni dhahiri kabisa kwamba ni mtu ambaye anahitaji utulivu wa hali ya juu. Ndio maana kwa upande wa Suzy, yeye hajali hali ambayo yuko nayo John. Yeye anachokiwaza ni yeye aolewe na John. Sasa hichi ni kitu ambacho tunaona kwamba John na yeye kakiona, ameamua kumwambia Suzy kwamba ana akili timamu kweli. Lakini pigo kubwa ama kitu cha kushangaza kikubwa ambacho kimekuja kuonekana ama kimekuja kutokea ni baada ya Sandra kugundua kwamba huu ndo muda sahihi wa yeye kuweza kumwambia John kuwa ana ujauzito wake. Yaani baba amfahamu mwanae na mwanae amfahamu baba yake. Sasa hii ilikuwa ni situation moja matata sana kwa upande wa Sandra, kwa maana aliamua liwalo na liwe, ajali John ana msongo wa mawazo ama hana msongo wa mawazo, ila inabidi hii taarifa aijue, kwa maana tayari ukweli ushagundulika, mafuta yashajitenga pamoja na maji yashajitenga, kwamba Sandra sio ndugu wa damu na John. Kwa hiyo sasa hivi ndio muda sahihi wao kwenda kuenjoy penzi lao kama ilivyokuwa hapo kawaida. Lakini cha kushangaza ama na cha kufurahisha, baada ya John kuambiwa kwamba ana ujauzito wa Sandra, John ameonyeshwa kufurahi sana. Yaani amekuwa na mwemko fulani hivi, na sidhani kama kwa upande wa John ataendelea kuwa kwenye hali ambayo alikuwa nayo wakati ambao alikuwa hajaambiwa na Sandra kwamba ana ujauzito, kwa maana alikuwa anawaza mambo mengi. Licha ya Mr. Tano kutokumsikiliza, yani hahitaji kuongea na mtu yoyote kwa sasa, hahitaji kuongea na John kwa sasa, lakini ndo huu wakati sahihi wa John kuweza angalau kupunguza mzigo wa mawazo kwa upande wake, kwa maana imekuja kugundulika kwamba furaha ambayo Mr. John alikuwa akitafuta kwa muda mrefu hatimaye inakwenda kutimizwa, na mtu ambaye alikuwa anakwenda kuitimiza ni kipenzi chake kabisa, ambaye anakwenda kwa jina la Sandra, ndo anakwenda kutimiza furaha ya John kwa sasa hivi. Sasa ni mambo mengi sana ambayo tunayashuhudia, ambayo tunaendelea kuyashuhudia, lakini moja ya mambo ambayo yanaendelea kutokea sasa hivi kwa upande wa Mr. Tano ni mtu ambaye of course yuko sawa, na ita take time sana, itachukua muda sana kwa Mr. Tano kuweza kurecover, kurudi kwenye hali yake ya kawaida, kwa maana sio kawaida. Hili ni pigo kubwa sana ambalo analipitia kwa sasa. Mimi nikuombe kitu kimoja tu, kama hujasubscribe basi tumia muda huu kubonyeza neno subscribe hapo chini ya video, una like video, pia una share video. Niwatakie muwe na siku njema, tukutane kwenye video nyingine ijayo. Thank you for watching this video. Asanteni sana.